Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumeuanza msimu wetu wa 26-27 kwa mafanikio mazuri kwa maana ya kushinda kombe la kwanza. Haikuwa rahisi, tumefanya mabadiliko mengi kwenye timu yetu ni kama mpya kwa upande fulani. Mechi leo tumeanza na wachezaji watatu wapya kwenye mstari wa mbele, kwa hiyo ilihitaji kucheza mechi hii na wao waweze kutengeneza chemistry yao. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, katika mchezo wao wa kwanza, mchezo mkubwa, hatukuwa na friendly game nyingi ngumu. Kwa mchezo wa kwanza, mchezo mkubwa, mchezo pamoja, tumepata matokeo mazuri. Naamini wameboost confidence yao, naweza kutusaidia kwenye mechi za ligi za kufuatia. Dakika 20 za kwanza Simba ilionekana kushambulia sana, ndio kusema leo Simba leo kuna kitu anakitaka. Wewe ulikuwa kwenye hali gani? Hali ya kawaida, hasa tunawajua. Fuatilia michezo yote ambayo tumecheza na Simba, huwa wanaanzaga hivyo, wanaanzaga juu, alafu baadaye moto unakata, tunachukua mechi. Kwa hiyo kitu cha kawaida sana ukiwa unacheza na Simba, lazima wataanza kwenye tempo ya juu. Hali nini kinachangia kwa sababu kuna mabadiliko mengi ya wachezaji. Mwaka jana niliwaambia kauli na ikaja mjadala mkubwa sana wakati nilimwambia kauli. Na nilisema ile kauli pia ni riski kazi yangu. Kwa sababu nilikuja mbele nikasimama kama mwanachama, nikamwambia rais wa club, tunakuomba rudi tufanyie usajili. Rudi katika mfumo ambao ulikuwa unaofanya miaka yote. Kauli ile ilijadiliwa sana, lakini naamini leo wanayanga wote wameelewa kwa nini nilikuwa napiga kelele rais wa klabu yetu arudi kusajili timu. Mmemwona Albert Kangwanda leo, what a player, yupo katika kiwango cha juu kweli kweli. Mmemwona Zakwani leo, what a player, kiwango cha juu kweli kweli. Ameanza Peter Sharulile. Hakuna central defender wa Simba leo atalala bila panado. Wamekimbizwa sana, wamefukuzwa sana pale mbele. Amekuja baadaye Sheikh Ibrahima Toure, kaholdi sana mali pale juu. Kwa kila ambaye ameingia kwenye timu yetu mpya, mmeona impact kwenye mchezo mkubwa. Imagine mechi ya kwanza, mechi kubwa, na wameonyesha impact yao. Bado hapo tuna Ngoma, tuna Komara, tuna Faruk Komara, wote hao watakuja kucheza kuhakikisha timu yetu inapata matokeo mazuri. Kwa hiyo niwaambie wanayanga, ni leo ombi langu, ile kiu yangu ya rais wa klabu kurudi kusajili timu. Amerudi na timu tunaiona. Na ameniambia bado kuna vitu anaviweka sawa. Tunataka tuwe na booster kweli ya kuitikisa Afrika. Sio tu hapa Tanzania, tuwe na booster ya kuitikisa Afrika msimu huu inshallah. Siri ni kwa sababu wengi walikuwa wanaamini huenda Yanga akapoteza leo kwa sababu ukilinganisha Simba na Yanga, sisi mwaka jana tulidrop ubora wetu. Ilikuwa ni sahihi, tulidrop ubora wetu. Lakini katika kushuka kwa Yanga, Simba alivyokuwa bora, bado Yanga iliyoshuka ilikuwa bora mbele ya Simba. Tuliweza kupata sare michezo miwili ya ligi, tukiwa tumeshuka kidogo bora wetu. Kwa hiyo niliamini engineer angeweka booster kadhaa kwenye timu yetu. Hizo booster zingepandisha ubora wa timu na tungepata matokeo dhidi yao. Simba hawawezi kuisumbua Yanga iko kwenye quality yake. Hawana hiyo timu. Kwa mfano ule striker wao, nilikuwa naongea hapa na JB. Nikamwambia JB, hela za mpira bado zipo. Weka jitihada kidogo, wiki 3